السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. Amma ba'd, mutabi'una al-a'izza, ikhwani ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma zake subhanahu wa subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, leo nakuletea mada anwani inayosema jinnu ashiq, a'radihi wa asbabihi wa ilaji. Yani naongelea, anasema jini ashiq, dalili zake na sababu zake za kumpata mwanadamu, lakini pia na ilaji yake na ponyo yake. Hili jambo nalizungumza na nalileta kwenu ndugu zanguni kitaalamu, kwa mujibu wa wanachuoni waliobobea kabisa kufuatilia shari za shetani zinavyowadhuru wanadamu, na mimi nimeweza kunukuu kwa yale mambo ambayo yanaweza kuwa ni msaada kwetu sisi ili kuweza kuifikia hurma yake subhanahu wa subhana. Ikhwani ndugu zangu, ama leo nitaongelea tu a'radhi jinnu ashiqi, dalili za jini ashiqi, ikiwa ni sehemu ya kwanza hii. A'radhi jinni ashiqi 'inda ar-rijali wan-nisa'i, dalili ya jini ashiqi kwa wanawake na wanamume. Ikhwani, kabla sijaendelea, nipende kukwambia kwamba zipo dalili ambazo ni za jini ashiki, zinamhusu mwanamke peke yake, lakini pia zipo dalili za jini ashiki zinazomhusu mwanamume peke yake, lakini pia zipo dalili za jini ashiki zinazowahusu mwanamume na mwanamke kwa upamoja wao. Hizi dalili za mwanamke na mwanaume kwa upamoja wao, dalili hizi huwezi kuziona zinaonekana kwa mwanamume peke yake, kwa dalili za mwanamume au kwa dalili za mwanamke, bali hizi dalili utakuja kuzipata, mwanamume atazipata, mwanamke atazipata. Na zipo dalili ambazo zenyewe zinakuja kutenganisha. Kama ni kwa mwanamke, basi zitabakia tu ni kwa mwanamke peke yake, mwanamume hatakuwa nazo dalili hizo. Na kama dalili zitaonyesha kwamba ni za mwanamume peke yake, basi atakuwa nazo mwanamume, na mwanamke hatakuwa nazo. Na hizi zote furuu zote hizi tatu nitakuja kuzibainisha kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Lakini leo tunaanza na sehemu ya kwanza. Tunasema a'radhi jinnu ashiqi 'inda ar-rijali wa nisa'i, dalili za kujitambua kwamba umepatwa na jinnu ashiqi kwa mwanamume na kwa mwanamke. Yani hiyo utaikuta kwa mwanamke dalili hiyo, na hiyo utaipata kwa mwanamke dalili hiyo. Majini mashaitani ni matatizo makubwa ambayo yanawasumbua watu, yanapelekea madhila ya aina mbalimbali, maradhi, kukosa kuolewa, kukosa kuoa, kukosa watoto, kukosa kizazi, kukosa nguvu za kiume, na mambo mengi sana yanawatokelezea hapo. Lakini leo tutaanza kuyaona nini yanayosababisha hali hizo. Ama tunaanza kwa kusema bu'du anillahi wa taqsiri fi wajabati ad-diniya. Dalili ya kwanza ya kutambua kwamba una jini ashiki, wewe mwanamke, wewe mwanamume, ni kukosa ile hali ya kushikamana na wajibu wa wajibu wa Mwenyezi Mungu, yani kushikamana na Mwenyezi Mungu, lakini bado ukawa umeshikamana sana na mambo ya kidunia. Hii ni dalili ya kwamba wewe kuna jini ashiki ambaye yupo katika mwili wako na maisha yako. Lakini sasa hili inakuwaje sasa hapo? Anasema al-insanu al-ma'shuqu bi jinni ashiqi yakunu kathira maasi. Kwanza, mtu ambaye aliyepatwa na jini ashiki, mtu huyo anakuwa na wingi sana wa kufanya maasi. Mtu aliyepatwa na jini ashiki mara nyingi anakuwa na wingi wa kufanya maasi. Taratan li salati, tarikan li salati, anakuwa ni mwacha kusali. Yamilu nahwi tabarruju wasima'i al-aghani, mara nyingi sana hupenda sana mambo ya kutoka wanasema kutoka na kwenda kupenda kusikiza aghani, zile milio, zile ranini, tunasema nyimbo, sijui msanii gani, sijui yani vitu kama vya namna hiyo.
وتتابع للعورات حتى أن هذا الجن يدفع المسابة إلى كفر والعياذ بالله. mtu anapenda sana kufuata aurat, sehemu zenye kukaa watu kukaa uchi. Mtu huyu anakuwa anapenda sana sehemu za namna hiyo, yale mambo ya kukaa kauchi, ya kuonekana nyuchi, kama kwenye madisco, kwenye mabaa, na hata kwenye haya masimu haya utamkuta mtu amejaza mapicha machafu kulikweli, basi ye muda wote tu ni kuangalia hali madudu. Hiyo inaonyesha moja kwa moja kwamba umepatwa na jini ashiki, na hili si kwa mwanamke wala si kwa mwanamume, wote kwa pamoja yanawakuta haya. Hii ukiona yamekuzidia haya matatizo, basi jua wewe umepatwa na jini ashiki. Ama namba 2, tunasema dalili ya pili, tunasema shahawatu almutawaqqidatu biduni sababi, ni mtu kupatwa na shahawa zilizowashwa pasina kuwa na sababu. Yani anapata matamanio yaliyowashwa mwilini mwake bila kuwa na sababu. Unajua kuna ile hali mtu kuamsha hisia za kimapenzi katika mwili wako pasina kuwa na sababu. Lakini pia kuna ile hali ya hisia za kimapenzi zinaamka katika mwili wako, na ukifikiria kipi kilichopelekea wewe kuwa unajihisi tu hali ya jimai, hujui sababu, vitu vya namna hiyo. Na hiyo inakuwaje? Nasema yutharu almasaba bijinni ashiqi bishahwati zaida wallati qad la yakunu laha sababu, kwamba mwanadamu anapatwa na athari kubwa sana za kuwashika, yani za kuinuliwa, za kuamshwa hisia zake za kimapenzi zilizozidi sana, tena basi na kuwa na sababu. Mtu anajikuta tu yeye yuko katika hali ile ya muhemuko, hata akiangalia ile sababu, ile muhemuko umetokea wapi, anakuwa hajui. Nasema warubama shahawati ala almaharim, na wakati mwingine hiyo maamsho ya hisia za kijimai zinaamka mpaka hata kwa mtu ambaye ni maharimu wako, unajikuta tu zimeamka. Anasema waqad tazdadu ma'a az-zawjati 'inda at-tabi'i fala yastati'u mufaraqatiha, na mara nyingine huwa zinaamka hata kwa mke. Yani unakuwa na mkeo, lakini zinakuwa zinaamka za mara kwa mara, kitendo ambacho unaweza ukaingia katika tendo la jimai katika kwa namna ambayo hata uitaraji. Yani unakuta zimeamka na hali za namna hiyo, ambao si katika tabi'i ya kawaida, yani katika ada ya kawaida. Fala yastati'u mufaraqatiha, inakuwa huwezi kufarikiana na mwenzako, au yahduthu al-aksi, au inaweza ikawa ni kinyume cha hapo. Fala yamilu ilaiha, na wala usiweze kumili katika jambo hilo. Kisha mwanachuoni akasema wakathira ma yahduth ma yabhath an mut'ati fi ayi makani kanat, na hayo mara nyingi sana huwa yanatokea. Hiyo miamko ya kihisia huwa inatokea hata katika sehemu ambazo hutaraji kwamba hapa mihemuko inaweza ikanitokea, unakuta tu imekutokea. Mtu upo kwenye daladala, lakini ukajikuta imekutokea. Kwenye gari ya usafiri ukajikuta tu hali hiyo imekutokea. Mtu umeenda kuwatembelea majirani au rafiki au ndugu au wazazi au wajomba, huko ukajikuta tu hali hiyo, maamko katika mwili yamekutokea. Hii ni hali ya kuonyesha kwamba wewe una jini mahaba. Lakini mwanachuoni akaendelea katika nukta hiyo ya pili, akaendelea kusema wakathira, asema wala yastati'u ghaddu albasar, katika hali hiyo ikamfanya mtu asiweze kufumba hata macho yake, kuyazuia macho yake asiangalie vitu ambavyo vinampelekea kuamsha hali hiyo. Au la yastati'u saytaratin ala nafsihi fi itlaqi albasar, na wala nafsi yake yenyewe ikawa haiwezi kabisa kuidhibiti hiyo hali isimtokee, bal tazdadu halatin su'an wa yamilu almasabe lilinhirafi nahwi lilwati au istihaqi au mamarisati. Anasema hali hiyo inapokuwa imeshamzidia sasa, utamkuta mtu anaenda kujificha pahala fulani, almadi afanye liwati, afanye sihaqi ni ile wanasema kusagana, au akafanya mamarisati, au akafanye ile nini, hata ile wanaita masturbation. Hali hiyo kamkuta ndio kidogo hali
ule mwamko unatulia. Kwa hiyo ni hali ambayo asema wa hadha yahduthu ghaliba idha kana aljinnu ashiqi min nafsi aljasad. Na hii hali anasema huwa inatokea mara nyingi sana jini huyu akiwa katika nafsi ya kiwiliwili chenyewe, ndio hali hiyo inamtokea mtu huyo. Unapoiona dalili hiyo, jua wewe una jini ashiqi. Ndio maana na mimi nikakuletea tiba madhubuti kabisa inaitwa jini ashiqi. Hii itakuondoshea matatizo yote yanayokusibu kutokana na jini huyu aliyekuwa hatari katika afya na maisha ya mwanadamu. Ama dalili ya tatu tunasema mamarisatul aadati sirriya, ni kufanya mamarisi, tusema ndio ile tunasema masturbation. Anafanya masturbation katika, yani akaifanya kwamba ndio ada yake, lakini ni siri sana, hakuna hata mtu mmoja anejua. Anasema fala yatiqu almasab bijinni ashiq ash-shahawati almutaqaddima ladayhi fayulabbi raghabata al-jinni an tariq al-'adati as-sirriya. Anasema dalili ya tatu ni mamarisati al-'adati sirriya. Dalili ya tatu ni kufanya masturbation. Ukiona dalili hiyo, jua wewe umepatwa na jini ashiqi. Nayo inakuwaje? Nasema fala yatiqu almasab bijinni ashiqi ash-shahawati almutaqaddima ladayhi fayulabbi raghabata aljinni an tariqi 'adati as-sirriya falmustafid minha aljinni wa huwa alladhi yataladhdhu biha. Ni mtu kufanya masturbation, kujichua, ikiwa ni kwa mwanamke, ikiwa ni kwa mwanamume, yani kujichezea mtu tupu yake katika hali ya kutaka kujiridhisha katika hali ya namna hiyo. Sasa anasema hii mwanadamu anakuwa hajiwezi tena mpaka anafikia kuwa katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo yote hayo ni kuendeleza kufanya kumtii sheitani, ambaye sheitani huyo ni jini ashiki na anataka kupata kujiridhisha, kucheza na wewe katika hali ya kujistarehesha maungo, na anayefidika zaidi katika hilo ni sheitani. Ndiye anapata faida kubwa sana katika hilo la kuweza kujiridhisha kimwili. Lakini we mwanadamu, mwisho wa siku utajikuta umekuja kuharibikiwa, aidha kuharibikiwa kihisia au kuharibikiwa hata kwenye kiungo chenyewe. Baadaye zama na zama zinavozidi kwenda, ukaja kujikuta wewe hali yako ni mbaya. Ama dalili ya 4 tunasema yash'uru al-masab bi jinni al-ashiq ka'anna ahada yurafiquhu fi al-firashi wa yanamu bi janibihi. Dalili ya 4 anasema ya kuweza kujitambua kwamba una jini ashiq. Tunasema mtu atajihisi, mtu aliyepatwa na jini ashiq au mtu mwenye jini ashiq atakuwa anajihisi hivi kwamba anapolala atahisi kwamba pembezoni mwake kuna mtu naye amelala. Ukiona hiyo dalili, basi jua wewe una jini ashiqi. Lakini pia wayash'uru mithlu jisma khafiyin bijanibihi ala sariri au thaqlin au hawa au ahad yatanaffas bijiwarihi. Mtu anaweza akawa milala pia ukawa unahisi kwamba pembezoni mwako kuna jutha au jism, kuna kiwiliwili kipo pembezoni mwako, tena kisicho kamatika, lakini fikira inakwambia kwamba hapa pembeni kuna mtu amelala au kuna kitu kimelala. Lakini pia au kama unahisi kama kuna hewa fulani na inapuliza pale jirani yako au inapita, au kuna uzito fulani ulioko pale jirani yako kitandani kwako, au ukahisi pembezoni mwako kuna nafsi inayohema au inayotanafusi, inapumua na kuvuta pumzi. Katika hali za namna hiyo, ukihisi katika hivyo katika malazi yako, jua wewe una jini mahaba, na dawa hii inakuhusu ili kuweza kurudisha afya yako iliyokuwa nzuri biidhnillahi subhanahu wa subhana. Lakini pia dalili ya 5 ya kujitambua kwamba una jini mahaba, wewe mwanamke, wewe mwanamume, tunasema as-su'bati zaidatin wa kuthrati al-mushkila, ni kupata su'bu zaida wa kuthrati al-mushkila, kupata mishkeli nyingi, matatizo mengi. Anasema tazdadu mushkilati hatta yanfaridu huwa bimaashuqihi au maashuqatahu liwahdi. Anasema ni mtu kuzidiwa na mushkil, yani matatizo mengi ambayo yanakupelekea wewe kuwa peke yako. Hivyo hali hiyo ikawa nafsi ikawa inakupelekea matamanio, kutamani
mke wa mtu au mtu wa mtu mwenzio huko, au lile shetani lile likao linakutia matamanio, au wewe mwenyewe ndio ukao unajitia matamanio. Hali hiyo ikikukuta, basi wewe una jini mahaba. Ama dalili ya 6 tunasema azala, kuwa na azla. Azla ni kitu kama kujitenga vile. Nasema yamilu almasabib bijinni ashiqi nahwi alazalati walintiwaiyya wa hubb alwahida wa karahiyat alijtimaiyya wa mukuthu alfitratin kabirat fi alhamami. Ni mtu kujikuta kwamba aliyepatwa na jini ashiqi atajikuta kwamba anakaa peke yake, hapendi mjumuiko, anapenda awe peke yake, lakini pia anakaa kwa muda mrefu sana wakati anapokuwa katika hamam, kama vile sehemu za mabafu na kadhalika, atatumia muda mwingi sana akiwa huko. Hiyo ni dalili ya kumjua kwamba huyu ana jini mahaba. Ama dalili ya 7 tunasema tabarruju wal aura, kupenda kutembea tu na kutembea uchi. Yani unamkuta binti nyumbani hakai, yeye kutwa nzima ni kiguna njia tu, paka unakuta miguu imechafuka. Hali za namna hiyo. Lakini pia kutembea uchi na kujiacha katika mazingira ambayo sio mazuri. Hii ni dalili ya 7. Nayo inakuwaje? Nasema yamilu almasabe bijinni ashiqi ila tabarruj shadid fi malabisiha, kwamba uchawi huu au jini huyu shaitani mara nyingi sana anapomuingia mtu humfanya kuwa anatoka sana na kutembea sana, pasina kuwa na mavazi yaliyokuwa mazuri, bali anakuwa na mavazi yaliyokuwa mabovu, yasiyokuwa endana na mazingira halisi ya utu wa mwanadamu. Kwa hiyo anajikuta katika hali ya namna hiyo. Fi yaqdha, mavazi hayo atakuwa nayo katika hali ya kawaida, au kharij albayti, au anapokuwa nje ya nyumba anakuwa katika mavazi ambayo sikuwa na murua, au dakhila, hata anapokuwa ndani kwake pia anakuwa na mavazi mabaya ambayo siendana na murua wa mwanadamu katika hali ya namna hiyo. Au athinai naumihi, au anapokuwa katika usingizi wake pia. Fakathira ma yuhibbu an-naumi bimalabisi shibhi azia au naumin ariya. Malabis ariya, nguo za kukaa uchi, ndio anazolala nazo, au analala akiwa uchi. Wapo watu ambao analala hata ile nguo ya ndani hanayo, na yupo mwingine akilala basi ile analala nguo ya ndani tu peke yake. Hili bado ni tatizo na kuonyesha kwamba huyu anasumbuliwa na jini mahaba, na hiyo ni wasila kubwa sana ya kumfanya mtu uweze kuwa unapendwa na majini mahaba. Ama dalili ya 8 tunasema naumu li saati tawila, kulala sana kwa muda mrefu. Anasema yathqulu almasabib bijinni ashiqi fi naumihi fayanamu kathira, wa hadha yakunu min fi'li ash-shaytani al-ashiqi hatta yastati'u taladhdhu bihi fi naumihi wa naumu fi hadinihi li fitratin kabir. Mtu anapolala analala kwa muda mrefu sana. Kitendo hichi cha kuwa anapatwa na usingizi mwingi sana ndicho kitendo ambacho fursa nzuri ya jini ashiki kumpata mtu huyu na kumuingilia kimwili pasi na wewe mwenyewe kujijua, na hatimaye unakuja kuota kama ndoto tu, kila siku wewe unakuwa unaingiliwa kimwili katika hali ya namna hiyo. Hiyo ni dalili ya kutambua kwamba una jini mahaba. Namba 9 tunasema qillati naumi, kukosa usingizi. Wakati mwingine kad yuani aidha almasabe bijinni ashiqi min adami naumi layla wa mukuthu li saati tawila duna an yanama. Mtu yupo anaweza akawa anapatwa na kukoswa na usingizi kwa muda mrefu kwa sababu ya kupatwa na jini ashiqi, na akachukua muda mrefu kuja kuupata usingizi. Ama dalili ya 10 tunasema shummu ba'd ar-rawaih 'atiriyya fi ghurfati biduni ma'rifati masdaraha. Tunasema dalili ya 10 ni mtu kuwa anapata reha nzuri, harufu nzuri ndani ya chumba chake. Yani upo chumbani kana kwamba kuna mtu amepulizia perfume, na wala usijue ni nani ambaye aliweza kuleta reha hiyo nzuri. Hiyo ni dalili ya kwamba una jini ashiki. Ama dalili ya 11 tunasema kuthratil ahlami wa takrari bitariqatin ghariba, ni mtu kupatwa na njozi za aina nyingi za jimaa, tena zenye kujikaririsha na njozi ambazo zinazokuwa ni ngeni. Lakini pia tunasema yatasababu jinna ashiki likulli jinsiyaini alihtilami allati yatimmu
التي يتم عن طريق جماع كامل أو عن طريق رؤية للمثيرات الجنسية أثناء النوم أو اليقظة. Mara nyingi mtu anakuja kupata njozi za kijinsia za kuota kwamba anajamiana na watu kadha wa kadha anapokuwa usingizini, njozi ambazo zinaweza kuleta athari kijinsia katika jinsia yake, hasa wanamume. Anapata kukosa nguvu za kiume, lakini pia hata kwa wanawake kukosa hamu ya tendo la ndoa. Hiyo yote ni kwa sababu ya jini ashiqi. Ama dalili ya 12 tunasema ta'arrudu ba'd al-athfal al-mas ashiqi fayastayqiz min an-nawm wa malabisihi manzu'ati anhu wa yuhka ma yubayyin ta'arrudihi lijima'i wa huwa la ya'lamu ma'nahu, kwamba ni jambo ambalo linalotokea watoto wadogo, mabinti, vijana wa kiume. Wapo mabinti ambao huwa wanatokelezewa usingizini mwao na wanajikuta wamevuliwa nguo usingizini, na kitendo ambacho kinachomweka katika ufadhaiko mkubwa na wala sijue nini kilichotokea, lakini wakati huo akawa ameota hali ya kujamiana, na akiamka mtoto anajikuta kwamba amevuliwa nguo. Hiyo ni jambo ambalo linaonyesha kwamba huyu tayari ameshapatwa na jini ashiqi. Na ndio maana nikakwambieni kwamba hii ni dawa muhimu sana ambayo itakuondosheeni hali hizo kwa vijana wetu, kwa watoto wetu, kwa mabinti zetu na wengineo, hata watu waliokuwa ni wazima, nayo hii inawafaa, kwa sababu jini ashiqi hachagui kijana wala mtu mzima. Lakini dalili ya 13 tunasema uquma, utasa, yani kukosa kuzaa. Yani tunasema tataakharu alhamla kathiran inda almasabib bijinni ashiqi raghma, tunasema mara nyingi sana humtokelezea mtu kukosa kupata ujauzito kwa sababu ya jini ashiqi. Jini ashiqi akasababisha hivyo, na mara nyingine ukaenda katika vipimo, ukapimwa vipimo vile katika fuhusati tibia, katika vipimo vya kitiba, la tubayyin ay haibainishi mushkili wowote, lakini vipimo vitasema kulla zawjaini laysa indahu aib. Vipimo vitaleta majibu kwamba kila mmoja katika hao wanandoa, huyu mwanamke na huyu mwanamume, hawana aibu yoyote ya kukosa kupata watoto, au aibu tusabibu taakhur alhimli, au aibu ambayo itapelekea kwamba nini inampelekea kwamba huyu mwanamume ndiye anasababisha kutokupatikana mimba, au huyu mwanamke ndiye anasababisha kutopatikana mimba. Kwa hiyo vipimo vikipimwa inaonekana wote ni wazima, lakini bado ndoa haileti majibu. Hata idha tamma alhiml kathiran mimma yatasabbabu aljinn fi isqatihi, na wakati mwingine mtu anaweza kupata ujauzito lakini mtu huyu akawa ni mtu wa kuporomosha mimba kila ukuchao. Hiyo ni dalili ya jini ashiqi, na ukiona dalili hiyo jua kwamba dawa hii ni mujarrabu sana kwako, kwa sababu nimekwisha kujaribu mara kwa mara na watu imewanufaisha. Ama dalili ya 14 tunasema amradu jihazi albauli warahmi. Jini ashiqi anaweza kuletea matatizo ya system nzima ya mkojo na system nzima ya kizazi. Tunasema tazdadu al-amradu fi jihazi al-bawl wallati la yajdi ma'aha al-adwiyati mithl al-kuli. Mtu anaweza akapatwa na maradhi ya jihazi al-bawl, system ya mkojo, na ikawa ni shida sana kutibika kwa vidonge au kwa matibabu ya kawaida yaliyozoeleka. Wa mashakil almathana, mtu akapata matatizo katika kibofu cha mkojo, akapata matatizo katika kulii, akapata matatizo katika burustata, katika prostate zile na kadhalika, ikawa kwake ni mtihani mkubwa. Lakini pia alamu rahmi wal mabayid, akawa anapata matatizo ya maumivu katika kizazi na mifuko ya uzazi ikaleta shida, kwa sababu tu amepatwa na jini ashiqi. Wala yakadu yanqata'una fi baadhi halati, na wakati huo mtu huyo akawa anatokwa damu sana, ambao si damu halisi ya period, bali ni damu halisi ya kuvutwa mishipa ile kwa sababu ya jini ashiqi. Unapoiona hali hiyo, dawa hii inakuhusu, inaitwa jini ashiqi, ni mujarrabu sana, itakuondolea matatizo. Ama dalili ya 15 tunasema dalili ya 15 sulukiyati almadhmuma.
kufanya mambo ambayo si mazuri, njia isiyokuwa sahihi. Nayo inakuwaje? Tunasema yadfa'u al-jinn 'ashiq al-marid min al-jinsiyayn ila kidhbi wal-'ash wal-khida' wa khuda'i wa kadhalika shurb al-mukhdarat wal-muskirat wal-indifa' lisirqati wal-qatl. Jini mahaba anaweza kumsababishia mtu matatizo makubwa sana. Miongoni mwa matatizo hayo ambayo ndio njia ambayo mtu atakaanza kuipita ambayo si sahihi kwake kuifanya, nayo ni kumpatia maradhi. Atakuwa na maradhi mazito sana, lakini pia atakuwa ni mtu muongo sana, mtu wa kuzusha sana, lakini mtu mdanganyifu sana. Lakini pia jini ashiki atamfanya mtu huyu kuwa anakunywa mukhdarati, vile mihdarati zile, na ulevi na mambo mengine kama ya kuua na kumpelekea kuwa ni mwizi. Hii ni jini ashiki anaweza kukupelekea katika hali za namna hiyo. Sasa unapoziona dalili hizo, jua una jini ashiki. Ikhwani, ndugu zangu, hii ni sehemu ya kwanza ya jini ashiki, na hizo ni dalili za kwanza kabisa za jini ashiki, ambazo dalili hizo utazipata kwa mwanamume, dalili hizo utazipata kwa mwanamke, ambapo tutakuja sehemu ya pili kuona dalili za mwanamume aliyepatwa na jini ashiki. Dalili hizo kwa mwanamume huyu tuzipata kwa mwanamke, na tutakuja sehemu ya tatu dalili ambazo zinamhusu mwanamke tu, ambazo dalili hizo huyu tutakuja kuzipata kwa mwanamume. Inshallah tukutane sehemu ya pili biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini jitahidi uipate dawa hii inaitwa jini ashiki, iweze kuondolea matatizo ya jini ashiki, ikiwa ametumwa kwa uchawi, ikiwa amekuja yeye kama yeye, kwa hurma na utukufu wake subhanahu wa taala. Nimalizie kwa kusema dumtum fi ra'ayati llahi wa amni. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.